Kama kuna yeyote alikuwa anatilia shaka kwamba Yanga, Simba zinaweza zikakwepana katika michuano ya Kombe la Muungano kwa sababu tu wanakabiliwa na dabi nyingine ya Kariakoo inayokutanisha wawili kwenye mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara siku ya tarehe 3 ya mwezi ujao, kwa maana Mei 3, basi amekosea sana. Ni kwa sababu leo hii wekundu wa Msimbazi Simba wameingia kwa kishindo katika fainali ya Kombe la Muungano kwa ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya timu ngumu ya Mlandege ambao ni mabingwa wa ligi kuu ya Zanzibar kwa msimu uliomalizika wa 2024-2025. Maana yake ni nini? Kwamba sasa Simba wametinga fainali, wanakwenda kucheza dhidi ya watani zao wa jadi Yanga katika dabi ya Kariakoo itakayowakutanisha tarehe 29 ili kupata bingwa wa Kombe la Muungano. Halafu siku chache zijazo, kwa maana ya tarehe 3, watateremka tena dimbani kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam kukutana tena katika dabi nyingine ya Kariakoo ambayo sasa hiyo itakuwa ni ya ligi kuu Tanzania bara. Ndio Simba leo hii kwenye kikosi chao kilichoanza, pengine wale waliodhani kwamba timu hizi zitakwepana watakuwa walipata matumaini, sababu nyota wao kadhaa wanaofahamika kwamba hivi karibuni wamekuwa kianza katika kikosi cha kwanza walianzia nje. Mpaka mapumziko walikuwa matokeo ni bila, huku Mlandege katika baadhi ya nyakati wakigongeana mipira vizuri, wekundu wa Msimbazi Simba wakijaribu kufika mara kadhaa, ikiwamo moja ambayo shambulizi lake lilipigwa na Eli Mpanzu Kibisawala katika kumalizia mpira ambao hata hivyo ulikwenda kugonga nguzo na kufanya mpaka mapumziko ibaki kuwa bila. Ni katika kipindi ambacho wekundu wa Msimbazi Simba kwenye kikosi chao waliokuwa hapo ni pamoja na Hussein Abel, leo hii hakuanza Mahamadu Tanje Njimo kama tunavyofahamu vizuri, lakini beki wa kulia alikuwa David Kameta Duchu, beki wa kushoto alikuwa ni Anthony Mligo, tunafahamu. Beki wa kulia kwenye kikosi chao cha kwanza uanze Shomari Kapombe, beki wa kushoto uanza Nixon Kibabage, lakini kukawa na mabadiliko. Mabeki wa kati kulikuwa na Rushan Derok, lakini alianza na kijana Hussein Mbegu. Ishmael Olivier Toure ambaye huanza mara kwa mara alianzia nje. Lakini katika eneo la kati kulikuwa na Alassane Maodo Kante katika mfumo baada ya golikipa walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, kukawa na Alassane Maodo Kante. Morris Abraham alikuwa katika eneo hili la viungo watatu pale kati, lakini waliokuwa hapo pia ni Mohamed Bajabar, halafu kukawa na Eli Mpanzu Kibisawala miongoni mwa wale waliokuwa wakishambulia. Alikuwepo Bashir Kibaila na vile vile alikuwepo Neo Maema. Sasa wale waliozoeleka Libasa Geye, Anise Ura, Cletus Chota Chama, Selemani Mwalimu ni miongoni mwa wale walioanzia nje, na ilianza Simba bila ya kuwa mshambuliaji wa kiasili katika eneo la mwisho, kwa maana kwamba 4-3-3 iliambatana na mshambuliaji bandia Force 9 aliyekuwa Eli Mpanzu Kibisawala. Lakini kipindi cha pili wekundu wa Msimbazi Simba wakijua tayari watani zao wa jadi Yanga wameshatinga fainali baada ya kuwafunga Azam mabao 2-1 jana. Kipindi cha pili kocha Steve Baka akafanya mabadiliko, akaongeza uimara katika kikosi chake, akafungulia booster. Miongoni mwa walioingia walikuwa ni pamoja na Ishmael Olivier Toure, lakini yeye akaenda kucheza bado na kijana Hussein Mbegu. Lakini waliokuja kuingia pia walikuwa ni pamoja na Selemani Mwalimu akitoa nafasi ya kuwa mshambuliaji kinara. Uwanjani wakaingia Anise Ura, akaingia Cletus Chota Chama. Mabadiliko hayo yalifanya Simba iwe tofauti zaidi. Mashambulizi yakawa mengi kiasi ya kwamba golikipa Hamadi wa Mlandege akajikuta akiwa busy zaidi. Timu nzima wakilazimika kuwa wanazuia maradufu kulinganisha na ilivyokuwa kipindi cha kwanza. Matokeo yake ni nini? Dakika 63 Simba wakaonyesha hiyo dhamira yao ya kwamba wanaitaka fainali, ya kwamba wanaitaka dabi, hawana mpango wote wa kuwakwepa watani zao wa jadi katika dabi ya tarehe 29 kabla ya kukutana tena tarehe 3. Ndio walifunga bao la utangulizi ambalo lenyewe liliwekwa wavuni na Selemani Mwalimu Gomez ambaye ndiye aliyekuwa amewafikisha Simba hatua hii ya nusu fainali katika mechi dhidi ya Mafunzo pale alipoingia kipindi cha pili na kufunga bao pekee hapa ushindi wa bao 1-0. Selemani Mwalimu alifunga bao hilo baada ya kazi nzuri iliyofanywa na Cletus Chota Chama. Golikipa Hamadi wa Mlandege alimfuata Chama, matokeo yake mpira uliomkuta Mwalimu akaweka mpira wavuni na kufanya Simba ongoze bao 1-0. Mafuriko yaliendelea kwenda katika lango la Mlandege mara nyingi zaidi. Dakika 76 likawekwa bao la pili, safari hii likiwekwa wavuni na mtokea benchi mwingine Anise Ura, na hivyo kuifanya Simba inaongoza kwa mabao mawili. Lakini dakika 89 kuelekea mwishoni mwa mchezo, Neo Maema, mchezaji wa kimataifa kutoka Afrika Kusini, alikuwa kwenye kiwango bora leo hii, akafunga bao la 3 na kumfanya golikipa Hamad ashindwe hata kuruka kufuata mpira ambao
aliupiga kwa mkunjo kama wa ndizi wa juu, mpira hatarishi ambao ulikwenda wavuni na kuifanya Simba iongoze mabao 3-0, ushindi ambao ulidumu mpaka dakika 90 zinakamilika. Hivyo Simba wameingia fainali kibabe kwa ushindi wa 3-0 dhidi ya Mlandege, ambao Mlandege walionyesha dalili kwamba labda wataweza kuichallenge Simba kwa sababu ya kiwango bora walichokionyesha katika mechi dhidi ya Singida Black Stars. Wakishinda mabao 2-1 dhidi ya Singida Black Stars, matumaini yalikuwa makubwa kwao, lakini mbele ya wekundu wa Msimbazi Simba waliochangamka zaidi hasa kwenye kipindi cha pili kutokana na kocha Steve Barker kufungulia booster zake, wakajikuta wakilala kwa mabao 3-0, na sasa macho yote yapo katika dabi hiyo ya Kariakoo ambayo bila shaka itakuwa miongoni mwa dabi zenye rekodi ya aina yake tangu kufahamika kwake ya Simba na Yanga, kwamba ni miongoni mwa dabi zitakazochezwa kwa mfululizo katika siku chache baina yao, kwa sababu kama tulivyotoka kuzungumza awali, dabi ya kwanza tarehe 29 kwenye uwanja wa New Amani Complex pale pale visiwani Zanzibar, ili kumpata bingwa wa kombe la Muungano, ambapo tunafahamu Yanga ni mabingwa watetezi kwa sababu msimu uliopita walilitwaa kombe hili la Muungano, kama walivyotwaa ligi kuu Tanzania bara, kama walivyotwaa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Lakini Simba mnyama msimu huu ameimarika zaidi, hasa wakati wa usajili wa dirisha dogo, ujio wa kina Anise Ura, Libase Geye, Cletus Chota Chama, Nixon Kibabage, Ismail Olivier Toure, Mahamadou Tanja Jibo golikipa, imewafanya Simba wawe wakali zaidi, na sasa wanafukuzia mataji yote makubwa ya ndani ambayo Yanga waliyatwaa msimu uliopita, likiwamo hili kombe la Muungano. Wakikutana katika fainali, bila shaka patachimbika haswa, kwa sababu Yanga watataka walitwae tena, Simba watataka na wao walitwae. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara, mechi yao ya tarehe 3 ambayo ni dabi itakayofanyika siku chache baada ya dabi watakayokutana siku ya kuwania bingwa wa Muungano tarehe 29, nayo inaweza ikatoa picha juu ya safari ya ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu ni mechi ya 20 kwa kila timu katika siku hiyo. Yanga wako kileleni hivi sasa, wana pointi 47, Simba kwa nafasi ya pili wana pointi 42, tofauti yao ni pointi 5, zote zimecheza mechi 19. Sasa watakapokutana tarehe 3, maana yake kutatoa mwangaza kwamba Yanga wataongeza idadi ya pointi na kufika 50 wakiwacha Simba pointi 42, ama Simba watashinda na kuongeza idadi ya pointi kufika 45 wakiwa sasa wanawakaribia Yanga ambao wana pointi 47, watakuwa wamebakiza pointi 2 endapo Simba watashinda ama watatoa sare. Itategemea, ni swala tu la kusubiri katika dabi hizi mbili ambazo Simba ushindi wao umewafanya waonyeshe kwamba wameipania dabi kama wenzao walivyoipania wakati wakiwafunga Azam. Maana yake ni kwamba hizi dabi mbili zitakuwa na mvuto wa aina yake. Kocha Steve Barker, raia wa Afrika Kusini, kocha wa Simba, lakini dhidi ya Pedro Gonçalves, raia wa Ureno, kocha wa Yanga. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.